Yes, habari za wakati huu popote pale ulipo, uko freshi, najua uko vizuri sana. Karibu sana kwenye Mchakato Jimboni. Mchakato Jimboni kama kawaida inapita huku na kule kuweza kupata kujua hali ikoje katika majimbo mbalimbali, katika kata mbalimbali kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kumchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa bunge, waheshimiwa madiwani. Na leo Mchakato Jimboni unasonga mbele. Tupo kwenye kata ya Ilboru, kata ambayo ipo katika halmashauri ya Arusha katika jimbo la Arumeru Magharibi. Kabla ya kusonga mbele zaidi na Mchakato Jimboni, tafadhali usisahau kusubscribe YouTube channel Charles Beda TV. Bonyeza kitufe pale cha subscribe uwe wa kwanza kupata habari punde zinapotokea. Usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe pale, moja kwa moja unakuwa unapata habari hizi punde zitokeapo. Katika Mchakato Jimboni leo, kama nilivyokuambia, tunaelekea kata ya Ilboru. Ni miongoni mwa kata ambazo zipo katika jimbo hili la Arumeru Magharibi, miongoni mwa kata 27. Kata hii ya Ilboru ambayo yeye ina matawi mawili, tawi la Meriti na Otulelei, na katika serikali pia ina vitongoji viwili, kitongoji cha Meriti kikiongozwa na Dominic, lakini pia kitongoji cha Otulelei kikiongozwa na mwanamama mahiri kabisa Grace. Jumla ya vitongoji viwili na matawi ya serikali mawili. Inasadikika na kuaminika kuwa ni miongoni mwa kata ndogo kabisa katika jimbo hili la Arumeru Magharibi. Sasa katika Mchakato Jimboni leo hii tunaangazia kata hiyo ambayo diwani wake kwa sasa hivi ni Mheshimiwa Ngiremo Lembris. Huyu ndio diwani wa kata hii ya Ilboru kwa sasa, na hii akiwa anaenda katika awamu yake ya pili kama diwani wa kata ya Ilboru. Mheshimiwa Ngiremo Lembris huyu awamu yake ya pili ya udiwani, ambapo awamu ya kwanza alianzia mwaka 2015 akiwa diwani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Akafanikiwa kupata nafasi ya kuwa diwani kwenye kata hii ya Ilboru, lakini katika ile hali ya kuunga mkono juhudi na jitihada za aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo, Daktari John Joseph Pombe Magufuli hayati, Ngiremo alikuwa ni mmoja wao aliunga jitihada hizo mkono, akahamia CCM. Kwa hiyo awamu iliyofuata, kabla hajamaliza awamu ile ya kwanza, akawa tayari ameshakuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, na awamu iliyofuata 20 kwenda 25 basi akawa diwani kupitia chama hicho cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni awamu yake ya pili hii madarakani, Ngiremo, Mheshimiwa Ngiremo Lembris. Sasa mchakato unaonyesha kuna takriban watiania 10 kwenye kinyang'anyiro hiki cha kuania nani kwenye nafasi hii ya udiwani. Mpaka sasa dodosa tetesi mitaani huko na jicho la Charles Beda TV, Mchakato Jimboni imewanasa takriban watu 10 mpaka sasa ambao wananyemelea kata hii ya Ilboru. Ukiachilia mbali mheshimiwa diwani anayetetea nafasi yake, Mheshimiwa Ngiremo Lembris anayetetea nafasi yake, wengine ni hawa wafuatao ambao wanatajwa kule kwenye mitaani kule, wanatajwa tetesi hizo. Wenyewe hatuongee nao wala sijaongea nao, isipokuwa kule mitaani. Kwa hiyo kwa kwani tetesi inawezekana zikawa za kweli ama zisiwe za kweli, muda ukifika tutajua. Wanaotajwa kwenye kinyang'anyiro hiki huko mitaani kwamba wanataka kugombea nafasi hii ya kuwa diwani wa kata hii ya Ilboru ni pamoja na mwenyekiti wa CCM wa kata hii ya Ilboru. Mwenyekiti wa CCM wa kata hii ya Ilboru, huyu si mwingine bali ni Wilson Somayan Molel, mwenyekiti CCM kata ya Ilboru. Uzoefu wake kwenye nafasi hii kwenye kinyang'anyiro ni kwamba yeye tayari ni mwenyekiti wa CCM wa kata. Huo ni uzoefu aliyokuwa nao, na ana ushirikiano mzuri na jamii anayoishi nayo. Watu wanamsema kwamba mheshimiwa huyu tunakaa naye vizuri. Kwa hiyo yeye ni miongoni mwa watu ambao wanatajwa mwenyekiti wa CCM kata Ilboru, Wilson Somayan Molel. Mwingine anayetajwa kwenye kinyang'anyiro hiki ni katibu mwenezi wa CCM kata hii ya Ilboru. Huyu si mwingine bali ni Dr. Julius Nambua. Dr. Julius Nambua kwenye uzoefu wa kisiasa
Ukiachilia mbali kuwa katibu mwenezi kwa awamu yake ya pili, sasa akiwa mwenezi wa kata hii ya Ilboru, lakini pia huko nyuma amekuwa katika umoja wa vijana akitumikia kama mwenyekiti wa UCCM wa kata na nafasi nyingine mbalimbali ambazo amepata nafasi ya kuzitumikia kwenye chama. Yeye ni mbobezi wa masuala ya kilimo, ni directing manager wa makampuni mbalimbali yanahusika na masuala ya kilimo. Amekuwa akifanya kazi hizi za kilimo kama consultant, akitoa ushauri, akielimisha kuhusiana na mambo ya kilimo, na hii imemfanya asafiri pia sehemu mbalimbali nchini Tanzania na nje ya nchi. Mara kwa mara utasikia mara yuko nchi fulani, yuko nchi fulani. Yote hii ni kwa sababu ya masuala yake ya kilimo. Yeye ni mbobezi katika sekta ya kilimo. Daktari Julius Nambua, katibu mwenezi wa CCM kata ya Ilboru, ni miongoni mwa watu wanaotajwa kwa nia nafasi hii ya udiwani kata ya Ilboru. Naam, tunasonga mbele na mchakato jimboni kuweza kujua nani ni nani anasemwa vipi. Mwingine anayezungumzwa kwenye kinyang'anyiro hichi ni pamoja na mwenyekiti wa UVCCM, mwenyekiti wa umoja wa vijana kata ya Ilboru. Huyu si mwingine bali ni David Msuya. David Msuya yeye anatia nia ama ni miongoni mwa wanaotajwa kutia nia kuwania nafasi ya kuwa diwani. Ana uzoefu kabla ya hii, ni awamu yake ya pili sasa kwenye umoja wa vijana. Awamu iliyopita alikuwa katibu wa umoja wa vijana kata ya Ilboru, na awamu hii sasa yeye ni mwenyekiti wa UVCCM. Kwa hiyo anatajwa kwa miongoni mwa watu wanaotupa karata kuwania nafasi ya udiwani kata ya Ilboru. Hali itakuwaje? Mimi sijui wala wewe hujui, tutaangalia. Naam, mwingine katika listi hii ya wanaotajwa ni pamoja na alikuwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji mdogo wa Ngaramtoni. Huyu si mwingine bali ni Fanuel Maida. Fanuel Maida ambaye yeye ni mwenyekiti wa kitongoji, ni mwenyekiti mstaafu huyu wa kitongoji cha Otulelei, ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo Ngaramtoni, na aligombea kuwania nafasi yake tena kwa mara nyingine ya mwenyekiti wa kitongoji, lakini hakufanikiwa. Basi naye anatajwa kwamba yumo kwenye kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya diwani wa kata ya Ilboru. Itakuwaje? Mimi sijui, tusubiri na kuona. Lakini Fanuel Maida, mwenyekiti mstaafu wa mamlaka ya mji mdogo Ngaramtoni, naye yumo. Na tunasonga mbele. Mwingine anayetajwa kwenye kinyang'anyiro hichi huko na kule kwenye mitaa mbalimbali anasemwa, pengine hajasema, lakini kama nilivyosema, watu wanaongea huko kwenye mitaa, kwenye vijiwe, bodaboda na kadhalika, ni pamoja na katibu mwenezi wa tawi la Otulelei, anaitwa B. Dines Emmanuel. B. Dines Emmanuel yeye ni katibu mwenezi wa CCM kata tawi la Otulelei. Amekuwa akijitahidi kwenye shughuli zake za chama, kuonyesha ushirikiano katika shughuli yote ya chama. Basi unamkuta naye anashiriki vyema na anatajwa vizuri kwamba ni miongoni mwa watu ambao wako vizuri kwenye jamii, kwenye chama na huko mtaani. Yeye miongoni mwa watu ambao wanatajwa kwamba huenda akaingia kwenye kinyang'anyiro cha kuchukua fomu na kuwania nafasi ya udiwani, kumrithi ama kubeba mikoba ya mheshimiwa Lengremo Lemris, diwani wa sasa hivi mheshimiwa Ngeremo. Sijui itakuwaje, tutasubiri na kuona. Lakini Dines Emmanuel, mwenezi wa tawi la Otulelei, naye yumo, anatajwa. Mwingine kwenye kinyang'anyiro hiki cha uenezi udiwani kata ya Ilboru ni pamoja na mtu anaitwa Emmanuel Abraham. Emmanuel Abraham yeye ni mwenyekiti wa baraza la ardhi kwenye kata ya Ilboru, lakini pia yeye ni MC maarufu, MC maarufu wa sherehe, misiba na kadhalika pale Ilboru. Kazi yake mahususi kabisa hiyo, amekuwa akijulikana sana maeneo mbalimbali kwa kazi hiyo. Emmanuel MC maarufu sana, amekuwa akijulikana pale kata ya Ilboru. Emmanuel Abraham naye anatajwa kwenye kinyang'anyiro hiki. Sisi hatujui, yetu ni macho na masikio kuletea kile ambacho kinajiri katika
mchakato jimboni kata ya Ilboru. Na mwingine katika kinyang'anyiro hichi ambao tunaenda kuangalia nani ni nani wanaosemwa huko mitaani ni pamoja na mtu anaitwa Julius Lanyoni Molel. Julius Lanyoni Molel ni balozi mashuhuri kabisa, kada wa muda mrefu wa Chama cha Mapinduzi. Amekuwa katika nafasi mbalimbali akitumikia, ana uzoefu wa kutosha, exposure. Hata katika awamu iliyopita ile aligombea udiwani, kura hazikutosha. Katika awamu iliyopita ile ya juzi aligombea nafasi ya mwenyekiti wa kitongoji, lakini kura zake hazikutosha, ndio alichukua nafasi hiyo Bi Grace kitongoji hicho, lakini bado yumo kwenye kinyang'anyiro hiki na sasa hivi anakuja tena, inasemekana kwa ajili ya nafasi ya udiwani. Hali itakuwaje mimi sijui, lakini yumo Julius Lanyoni. Yeye pia ni kiongozi wa, yeye ni Olegwanan wa rika la Landis. Yes, rika la Landis. Julius Lanyoni Molel, balozi mbobezi kabisa huyu, yumo kwenye kinyang'anyiro kwa mujibu wa tetesi za huko mtaani. Na mwingine anayetajwa kuwania kinyang'anyiro hiki ni pamoja na Bi Evelyn Solomon Gerson. Bi Evelyn Solomon Gerson naye anatajwa kuwania nafasi hii ya udiwani kwenye kata hii ya Ilboru. Bi Evelyn Solomon Gerson yeye amewahi kuwa mwenyekiti wa UWT tawi la Otulele kipindi cha nyuma, kidogo huko nyuma kabisa, lakini pia amewahi kuwa mjumbe wa ile kamati ya serikali, ile wajumbe wale wa serikali ya Otulele kipindi cha nyuma, na ameendelea kuwa kada mtifu wa Chama cha Mapinduzi. Naye anatajwa kwamba huenda akajitosa kwenye kinyang'anyiro hicho cha kuwania nafasi ya udiwani kata ya Ilboru. Tumalizie na Amon Shoko. Amon Shoko yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi, ambapo naye ni mbobezi kwenye siasa. Huko nyuma aliwahi kuwa kwenye harakati zake za chama na nini katika shughuli mbalimbali, lakini amekuwa akishiriki katika shughuli za chama na serikali. Yeye naye anatajwa kwamba ni miongoni mwa watu ambao wako kwenye kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya udiwani kata ya Ilboru. Sasa hizi ni tetesi tu ambazo nimekuletea kwa mujibu wa taarifa kutoka kule mitaani, ambapo mchakato jimboni imeweza kuzinasa kata ya Ilboru. Wako hao nilokutajia. Kamati ya siasa ya kata takriban watu watatu wako pale. Yuko mwenyekiti wa kata yumo kanatajwa, yuko katibu mwenezi wa kata lakini ambaye ni Dr. Julius Nambua, lakini yupo vile na mwenyekiti wa umoja wa vijana UVCCM David Msuya. Takriban watu watatu kwenye kamati ya siasa wamo wanatajwa kuwania nafasi hiyo ya udiwani kata ya Kilani. Tuseme ni wanne pamoja na diwani anayetetea nafasi yake Mheshimiwa Ngremo Lembris. Hali ikoje, itakuwaje? Mimi sijui. Yetu ni macho na masikio, muda na wakati ukifika tutajua, na Charles Beda TV itakujulisha kila kitu kinachojiri katika mchakato jimboni. Kwa leo sina la ziada. Shukrani kwako wewe kwa kufuatilia Charles Beda TV mchakato jimboni. Nasema kwa leo bye bye. Asante. Bye.